Mkuu wa mkoa wa Tabora Paul Chacha jana Mei 6 mwaka 2026 amefichua jaribio la utapeli wa kimitandao lililolenga makanisa kwa kutumia jina la Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, ambapo akizungumza na vyombo vya habari, Chacha amesema matapeli hao walijifanya kuwa ni taasisi ya ufadhili kutoka nje ya nchi wakitumia jina la Solidarity Fund for the Church in Africa yenye makao makuu jijini Nairobi nchini Kenya, ili kuwalaghai viongozi wa kanisa la Evangelist Church Assemblies of God Tanzania lililopo Kidatu Tabora. Kwa mujibu wa Chacha, kanisa la AGT Kidatu Tabora lilikuwa limewasilisha ombi halali kwa rais likiomba msaada wa ujenzi wa kanisa. Hata hivyo, kabla ya majibu rasmi kukamilika, kijana aliyefahamika kwa jina la Gadiel Mtema alidukua taarifa hizo na kuanza mawasiliano ya udanganyifu akidai kuwa rais ameidhinisha msaada wa hadi shilingi bilioni 2, hivyo akitaka kupewa milioni 15 kama asante ya kupambania fedha hizo mpaka kutoka. Wiki kadhaa zilizopita, kanisa la EAGT Kidatu walimwandikia Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan ombi la mchango wa ujenzi wa kanisa. Jambo la kawaida kabisa. Na tuliwapitishia. Maombi yao yalikuwa ni shilingi milioni 25 wakimwomba Mheshimiwa Rais awachangie ujenzi wao wa kanisa. Kwa wasaidizi wa Mheshimiwa Rais, sisi kama ofisi ya mkuu wa mkoa, ni kweli walipokea hiyo barua na walikuwa wanaichakata. Na walirudisha majibu, walinirudishia mimi majibu, nikampa nakala Mchungaji Rashid kwamba barua hiyo imepokelewa na wanaichakata na Mheshimiwa Rais kwa unyenyekevu mkubwa hakukataa. Alionyesha kwamba atawachangia ujenzi wa kanisa na bado adhima yake ipo pale pale. Sasa wakatokea wengine matapeli ambao hawajui mfumo wa serikali unafanya kazi vipi, ambao wanajiita ni supporter the Solidarity Fund for the Church African Ahead, ambao makazi yao yapo nchini Kenya. Waliandikia kanisa Evangelist Church Assemblies of God hawa Kidatu Tabora hapa, wakiwajibu barua ile waliomwandikia Mheshimiwa Rais. Wakamwambia, kwanza tunakupongeza kwa maombi yako ambayo ulimwandikia Mheshimiwa Rais barua. Umeomba milioni 25, lakini kwa udadisi tuliofanya na utafiti tuliofanya, unahitaji kupata kweli kanisa, lakini unahitaji kupata gari, lakini pia unahitaji kupata hospitali. Na Mheshimiwa Rais amekubali kukupatia shilingi bilioni 2. Kwamba Mheshimiwa Rais amewaelekeza taasisi hiyo kwamba, na akionyesha kwamba unapoomba maombi kwa Mheshimiwa Rais anazo taasisi anazozielekeza kulingana na maombi ambayo umeyaomba. Kwa huyu bwana, taasisi yake yeye Rais alielekeza wawapatie kanisa hili shilingi bilioni 2. Lakini akaenda mbali akasema, sasa nyinyi kwa kazi kubwa hii tuliyowafanyia, hivi ni kweli tuwape bilioni 2 jamani, hata maji ya kunywa? Huwa anatembea akiwa na beji 2 yenye bibi na bwana pamoja na nembo ya CCM, akijinasibu kama mmoja kati ya wasaidizi wa Rais Samia, na katika simu yake alikuwa akionyesha kwamba ana namba za viongozi mbalimbali hapa nchini. Vile mkuu wa mkoa huyo alisema katika ukaguzi uliofanywa kwenye simu ya mtuhumiwa huyo, zimekutwa meseji zake akiwa anawasiliana na Mange Kimambi pamoja na makamu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema John Heche. Inaelezwa mtuhumiwa alipowasiliana na Mange Kimambi alimwambia kuwa yeye anaishi Kenya, lakini yupo tayari kukinukisha siku ya Oktoba 29. Mheshimiwa Chacha amesema mtuhumiwa huyo amekabidhiwa kwenye vyombo husika kwa ajili ya kuchukuliwa hatua za kisheria zaidi. Katika upekuzi zaidi, huyu bwana kipindi kile maandamano yanataka kufanyika, alikuwa akiwasiliana na Mange Kimambi na akimwambia Mange Kimambi kwamba mimi ni raia wa Tanzania, naishi Nairobi, kwa matatizo yaliyonifika nimeamua kukimbia nchi, naishi Nairobi na tupo tayari kukinukisha. Mange akamwambia katika mawasiliano kwamba kwa sasa sina hela,
akawasiliana na Heche, message nyingi. John Heche, makamu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, message nyingi, lakini hakuna hata message moja ambayo Heche aliwahi kumjibu, akimwambia hivi, mimi naitwa fulani bin fulani, nimekimbia nchi, nipo Nairobi, ni Mtanzania, tupo tayari kukupa support, tupo tayari kuandamana, tupo tayari kutoka tarehe 29. Heche hakujibu. Anazo namba ambazo anasema kwamba kuonyesha utanzania wake, anawasiliana na Masauni ambaye ni waziri, anawasiliana na Mchengero ambaye ni waziri. Kitu cha uongo. Anazo namba tu, lakini hamna mawasiliano yoyote. Kwa ukimfikia kama kuna aina yoyote ya uhalifu, anakuonyesha namba za mawaziri na viongozi wengine wengi wa nchi hii. Kwa tunamkabidhi kwenye vyombo vitaendelea naye, tutajua kiini ni nini. Nimekosea sana. Na pia nimekosea yule mheshimiwa mkuu wa mkoa ambaye ni mwakilishi wa mheshimiwa rais. Nimekosea sana. Hujanisingizia hata moja kwa kweli. Ila nimejuta na nitajifunza sana kupitia hayo mheshimiwa mkuu wa mkoa. Aisha Chaz, Tifu TV.